Karibu katika sehemu ya 4 na ya mwisho ya recap yetu nzuri inayogusia maisha ya mbwa mwitu waliokuwa wameishi kwa miaka mingi sana duniani na maisha yao yakageuka kuwa drama kubwa sana katika ulimwengu. Mimi ni msimuliaji wako naitwa Mwakiusa. Asante sana kwa wote ambao tuko pamoja. Hakisha tumegusa alama subscribe katika channel yetu ili kutokupitwa na kile ambacho tunakuwa tumekuandalia. Leo mwamba Lian alisikia mtu akiwa anamuita, lakini mtu huyu sauti alikuwa akisikia ni kama anaitambua hivi. Akatoka nje ya nyumba kuja kutazama, akamkuta mwamba rafiki yake wa zamani sana. Sisi tunamfahamu kama mtu wa maski, lakini siku ya leo alikuwa anakuja kumtembelea. Jamaa kwa haraka akaenda kumkumbatia asijue kuwa huyu ni adui wake wa sasa. Ghafla akachomoa upanga na kuanza kumshambulia mtu huyu, kwa sababu yeye anajua kabisa kwa Myuyang alishakufa muda mrefu sana. Sasa huyu ni nani? Hanju akiwa ndani ya jumba alipokea ujumbe kutoka kwa mlinzi wake akisema kwamba nje ya nyumba kuna ugomvi mkali sana hajapata kuona katika dunia ya sasa. Basi haraka sana kabidi kutoka nje. Cha kustajabisha ni kwamba akamshuhudia Myuyang pamoja na Lian wakiwa wanapigana, kitu ambacho kikamkela sana na kujaribu kustopisha ugomvi ule, lakini bado ndondi ziliendelea kupigwa. Basi kabidi kurusha upanga wake, lakini bahati mbaya ule upanga ukawa umemchoma wote wawili, lakini msana zaidi uliokuwa umemchoma ulikuwa ni mwamba Lian. Akaenda na kuuchomoa ule upanga, kitu ambacho kikawa kinamuumiza mara alipoweza kushuhudia kuwa mwamba Lian alikuwa anapoteza maisha. Basi akambeba moja kwa moja na kumpeleka katika chumba cha siri. Bahati mbaya ni kuwa mtu alikuwa anamhudumia ndio huyu aliyekuwa adui yake. Kifupi hawa walikuwa ni marafiki kutoka wakiwa wadogo. Hasa huyu rafiki yake anayefahamika kama Myuyang ni mungu wa milima. Ana uwezo wa kutibu jeraha lolote ijalishi ni kwa ukubwa kiasi gani. Kwa kutumia tu damu yake akaanza kumtibia mwamba. Kesho yake alfajiri mwamba Lian akawa ameamka. Sasa ni mzima na yuko vizuri kabisa. Na hapa aliambatana na Myuyang. Sasa bibi akawa amefika. Akawakumbusha juu ya urafiki wao walipokuwa wadogo na kusema kwamba hatupaswi kugombana wala kupigana katika namna yoyote ile. Kikubwa tumekutana na urafiki wetu unatakiwa kuendelea. Basi tunaomba tusogee huku mbele kidogo. Basi wakawa wanatoka. Baadaye tunaonyeshwa mwamba Myuyang akiwa amesogea karibu na maeneo haya mapori. Akachimba shimo huku akanyunyiza damu yake. Hapa ikatokea kioo. Akakitazama kioo hiki kwa kina sura ya kaka yake. Akalia sana alipokuwa akimtazama braza wake, na huku akijisemea ndani ya moyo wake kuwa anatamani kukurudisha hai, lakini ndani ya mtima wake akazungumza akisema kuwa siwezi nikafanya hivyo mpaka nipate lura ya dhahabu ambayo inapatikanika kwa Rion. Hasa jamaa akawa na mpango wa kwenda kuitafuta hiyo lura ya dhahabu ili aweze kumrudisha kaka yake. Siku ya leo akiwa katika mapoli akaonekana mwamba mmoja anafahamika kama Yusu Chibo. Huyu jamaa ana uwezo wa kukuua kwa kutumia sumu yake bana. Wakina Lian wakamdharau sana baada ya kumuona ujamaa, lakini mwisho wa siku akapugusa tu kidole chake. Baada ya kugusa kile kidole, Hanju na Myuyang ghafla akatapika damu. Hapa ndio akagundua kwamba mzee yuko serious na uwezo wa kutisha. Akacheka sana Yusu Chiba na huko akasema kuwa nimewaingizia sumu ya hatari sana na ndani ya saa moja itakuwa ishaondoa maisha yao. Sasa Lian, fikiria ni kitu gani unaweza kufanya ili kuwasaidia hawa watu. Yusu Chiba baada ya kugundua kuwa mwamba Lian alikuwa hana jibu, basi akamwambia kwamba ukinipa kitu cha thamani nitawapa tiba hawa watu na watapona. Kabla hajapokea, bibi Hanjun akamfuata mwamba na kumpiga kipigo kizito. Watatu hawa akamkamata mwamba na hapa akafungua box alilokuwa amelibeba. Hapa kulikuwa kuna bonge la nyundo. Hanjun akanyanyua nyundo juu na kumtishia mwamba kumpiga kama asipotoa tiba, lakini bado jamaa alikataa na kusema kuwa hatotoa tiba. Akapigwa ngumi za kutosha na bibi Hanju. Moja kwa moja akaangukia mpaka katika jiwe ambalo likamgonga katika uchogo na mwisho wa siku akapoteza maisha. Sasa watapata wapi tiba walioingiziwa mwilini? Wakiwa njiani sumu ilizidi kupanda ndani ya mili yao. Mwamba akazidi kuwasogeza tu, lakini mtu wa kwanza kabisa Myuyang akaanguka chini, na wakati huo huo Hanju naye akaanguka chini. Akatokea msichana mmoja mrembo kweli kweli, akawa amevutiwa sana na mwamba Lian. Akamwambia kwamba kama ukikubali kuwa na mimi basi nitaenda kuatibia hao ndugu zako. Akaanza kumsogelea na huko anamkabidhi mdoli ikiwa ni ishara ya kiapo. Mwamba akawa anataka kukubali, lakini Hanju alipoyasikia hayo, kumbuka kwamba anampenda sana Lian, ikabidi kwenda kuvuruga kabisa mazungumzo haya na kumsukumiza mbali bidada huyu. Katikati ya ugomvi kati ya Hanju pamoja na huyu msichana, mwamba akaamua kuingilia kati, akarusha ngumi, lakini ghafla akashuhudia kuwa ngumi yake ilikuwa inaganda. Kumbe huyu msichana ana uwezo wa kugandisha kila kitu. Sasa ikabidi kula naye dili, akamwambia kwamba nitakupatia golden lula ya kurudisha maisha ya watu kama ukiweza kuatibia hawa ndugu zangu. Hatukujua makubaliano yao, lakini mwisho wa siku tukamwona mwamba Lian akiwa ameleta tiba. Sasa hii tiba akawa na wasiwasi kwamba jamani inaweza kawa ni sumu nyingine hii, lakini mwamba akawa amejaribu na mwisho wa siku akalala chini. Baada ya dakika kadhaa akanyanyuka, kwa akaamini kwamba ilikuwa ni tiba, lakini hakuna anayejua kwamba hii tiba imetokana na haya makubaliano mawili ya kubadilishana kati ya golden lula pamoja na tiba. Basi baada ya kunywa hiyo tiba, mwamba akamwambia kuwa wanatakiwa kupumzika kwa muda, lakini Hanju akajifanya anakuwa
kwenda kumkumbatia mwamba Lian, na hapa akamuibia lile jiwe la thamani kabisa, jiwe linaloitwa Golden Stone. Hasa baadaye mwamba akawa anatembea katika maeneo ya mapoli akiwa amewaacha wao wamepumzika, lakini akaweza kumkuta mzee mmoja akiwa ameinama. Mzee huyu akaomba kubebwa mgongoni. Mwamba akainama, lakini alipoinama mzee alipokuwa katika mgongo akampiga upanga. Kumbe mwamba alishakuwa amshtukia huyu mzee kutoka muda mrefu kwamba ni mtu mbaya katika maeneo ya mapoli, lakini huyu mzee wala hakufa kwa upanga ule aliyopigwa na Leon. Zaidi ni kwamba akachukua nafsi ya mwamba Leon na kuihamishia katika mwili wake, na yeye nafsi yake akaihamishia kwa mwamba Leon. Kwa hiyo hapa wakawa wamebadilishana miili tu. Hasa Leon aliyekuwa na sura ya mzee akakutana na Yuki na Ogama. Hawa ni viumbe hatari sana katika maeneo ya mapoli. Ikabidi kujificha bwana. Baadaye mwamba akajiongeza, ikabidi kuwasalimia watu. Sasa kwa sababu wanajuana katika maeneo ya mapoli, akawaambia jamani, mpango sasa ni upi? Wakasema mpango ni kwenda kuonana na bosi. Bosi ndio. Kwani kuna shida nyingine? Akasema sawa, njoo tuongee kidogo. Wakainama chini wakaanza kuzungumza. Hata kumbuka kwamba huyu mzee ni Leon. Hasa mzee Myudo ambaye ameingia ndani ya mwili wa Leon akaungana na hao huku pembeni huku polini. Wakaanza kupiga story, wasijue kwamba mtu anayepiga naye story hakuwa kabisa Leon, bali ni mzee Myudo ambaye alikuwa anawachola tu lengo walie lamani vizuri aweze kuangamiza. Hasa yule mzee ambaye ndani yake ni Leon alikuwa amekaa na hao watu, akawaambia kwamba waende wakamvamie mwamba Leon, ndio assignment ya kwanza ambao wanatakiwa kuifanya. Sasa kwa sababu huyu mzee kupo ni bosi wao pia, basi wakaenda kufuata maagizo. Ile wamekaa tu akina Myun wakashangaa mtu anakuja na kumvamia mwamba Leon, kipigo kizito. Yule mzee akaanza kushambuliwa na watu wake pasipo yeye kujua. Mambo yakabadilika bwana. Watu wakashangaa kuwa eti wanashambuliwa na Leon ndugu yao. Huyu jamaa amegeuka amekuwa chizi ama nini? Alafu huyu mzee ndo anawatetea. Sasa mambo yakawa ni valavulu hapa ndani. Hawakawa hawaelewi kitu chochote yani. Yuki yule msichana mwenye uwezo wa kugandisha kila kitu ni rafiki sana wa mzee Yudo. Akaanza kumsaidia mzee Yudo. Hapa akaenda kuwagandisha hawa wawili waliokuwa wanamsaidia mwamba Leon. Akaanza kwa kumgandisha Myuyang. Kisha baada ya hapo akafuatia Hanjun. Basi bibi baada ya kutekeleza jukumu hilo akawa anafurahi kweli kweli, anawaimbia nyimbo za watoto. Sasa ukumbuke kwamba mwamba Hanjun ana uwezo wa kutoa moto. Akayeyusha barafu aliyokuwa amegandishwa na kaenda kumvamia Yuki. Yuki akaanguka chini. Ogama mwamba mnene aliposhuhudia bibi Yuki akiwa anapitia nyakati ngumu, haraka sana akaenda kupambana na mwamba Myuyang. Hasa Myuyang hakuwa mzembe, akamchakaza Ogama ndani ya dakika moja tu, jamaa akawa amepoa chini. Dakika hizo hizo akamkimbilia bibi Hanju na kuanza kumgandua. Sasa wakati anaendelea kupambana, Ogama akawa amekuja nyuma yake na kuanza tena kumshambulia, lakini mwamba bado akaendelea kutumia uwezo wake wa moto, lengo ni kumgandua bibie anayefahamika kama Hanju. Sasa ili jambo likawa limemshtusha sana yule mzee anayefahamika kama Myudo aliye ndani ya mwili wa Leon. Akavutiwa sana na mwili wa Yuki, akavutiwa sana na mwili wa Myuyang, akatamani sana kutumia mwili huu, yani ahamishe nafsi yake ahamishie kwa mwamba Myuyang, kwa sababu uwezo wa kutoa moto ulimvutia sana. Sasa haraka sana wakati anahamisha nafsi kuelekea kwa Myuyang, moja kwa moja akawa amevamia katikati Leon. Hapa nafsi zikawa zimebadilishana tena. Kwa kila mtu akawa na mwili wake ule ule aliokuwa nao kabla. Leon akatumia uwezo wake na kutoa radi ambayo ilimteketeza kabisa huyu mzee. Hawa walipoweza kushuhudia tukio hili, akaenda akamnyang'anya lile lula ambayo ilikuwa ndani yake na uwezo wa kurudisha uhai. Mwisho wa siku wakakimbia wote katika eneo la poli. Hasa kwa hayo yote walioweza kuyapitia na kila madhila walioweza kuyapitia kwa pamoja, mwisho wa siku mwamba Myuyang akaona kuwa hana sababu ya kuendelea kumchukia Leon, hivyo anatakiwa kuungana naye katika mapambano katika kupambania uhuru wa nchi yao. Basi wakaungana kwa pamoja na kuelekea kwa ngome ya Japan, na huko wakaanza kufanya mashambulizi mwanzo mpaka mwisho. Mapigano yalikuwa ni makubwa sana, kitu ambacho mwisho wa siku wakaweza kufanikiwa kuiangusha ngome ya Kijapani. Hasa hatua ya mwisho kabisa, Hanju, kumbuka kwamba anafahamu kabisa kwamba mwamba Leon ametokea katika dunia ya mwaka 2025. Kwa hiyo atarudi siku moja. Akamwambia kuwa, "Wai sasa hivi katika dunia yenu, mimi nitakwenda kupambana na hawa Japani." Basi mwamba ikabidi haraka sana kupanda gari na kuanza kukimbia. Lilang mdogo wa Leon akawa amekuja naye katika eneo hilo na kuweza kutoa msaada kwa hawa Japan. Mashambulizi yakaja kuwa ni makubwa sana, lakini kwa sababu idadi ya Wajapani ni kubwa, mtu pekee mwenye uwezo wa kuwasimamisha hawa watu kwa wingi alikuwa ni Myuyang, ambaye alifika na kuamuru Wajapani wote waweze kuteketea moto. Baada ya kuteketea, tunaonyeshwa hapa katika uhamiaji. Mwamba akawa amefika katika eneo la uhamiaji na tayari kibox kikawa kimefunguliwa. Jamaa kaamia katika mwaka wa 2025. Sasa huku katika mwaka wa 2025 anakwenda kukutana na mrembo wake mzuri kabisa, yule binti aliyekuwa kipofu aliyewahi kumpenda zamani sana. Anakutana naye huku na wanaanzisha maisha mapya. Upande wa pili tunaonyeshwa katika mwaka 1938 hawa watatu waliokuwa wakabakia kupambania uhuru wa nchi yao ya Korea. Hapa ndio ukomo wa likapu yetu nzuri iliyokuwa inahusu maisha ya mbwa mwitu mwenye mikia 9 aliyeishi kwa umri wa miaka 1990, na hapa anamsubiria mdogo wake Lilang. Siku moja atarudi katika dunia hii na watakwenda kuyaishi maisha yao kwa uzuri kabisa. Asante sana kwa wewe ambao ulikuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa likapu yetu. Basi nikukumbushe tu kwamba
Unaweza ukajiunga ndani ya group letu kwa kugusa link ambayo iko chini kabisa eneo la comment ili kuweza kujua ni movie gani ambayo inafuatia. Lakini kama movie hii umeielewa na unatamani kuipata ile iliyotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na ma-DJ wazuri kabisa kutokea nchini Tanzania, basi ni vyema ukaja inbox na shilingi 2000 tu na kutumia movie hii ikiwa imetafsiriwa. Lakini kama kuna movie nyingine yoyote ambayo nimewahi kuituma katika mfumo wa recap ukavutiwa nayo, basi utaipata kwa shilingi 2000 tu. Ni vyema ukaja inbox sasa hivi na ukaeleza ni movie gani ambayo unaitamani. Lakini pia kama una movie unayoifuatilia lakini sijawahi kuituma katika mfumo wa recap na unahitaji, basi movie zote zinapatikana kwetu, unaipata kwa gharama ya shilingi 2000 movie yote ile ambayo utahitaji. Karibuni sana, mimi naitwa DJ Paul. Tukutane katika recap nyingine mpya kabisa mara baada ya hii.